katika jumba moja mtaani South B hapa Nairobi. Na mtazamaji, hujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Merisha Awiti. Karibu. Hotuba ya hali ya taifa ilitarajiwa kutoa mwelekeo mpya katika sekta ya elimu nchini, lakini ikawa na marudio mengi kuliko majibu. Licha ya kuangazia mafanikio kadhaa katika sekta hiyo, mapengo makubwa kuanzia mpito wa gredi ya 10 uliotatizika zaidi na utata ufadhili yalipuuzwa waziwazi katika hotuba hiyo. Wakati shule, walimu na hata wazazi wakihitaji uhakika, ukimya kuhusu mageuzi muhimu katika sekta hiyo umeacha sekta ya elimu ikining'inia kati ya ahadi kubwa na changamoto ambazo bado hazijatatuliwa katika sekta hiyo. Hotuba ya hali ya taifa ya rais ilirejelea tu masuala yaliyosikika mara kwa mara, ikiangazia ajira ya walimu, utekelezaji wa mpango mpya wa ufadhili, lakini ikakwepa changamoto muhimu ambazo bado hazijatatuliwa katika sekta ya elimu. Through the student-centered funding model, scholarships and loans now follow need and merit, placing the learner at the center. Nearly 500,000 students have already benefited from this model. We then tackled the teacher crisis head-on. We have hired, as you all know, 76,000 teachers, with 24,000 more to be brought in by January next year. Mwezi mmoja tu kabla ya mpito wa gredi ya 10, swala hilo lilipuuzwa kabisa na kuwaacha wazazi na wadau wakiwa na wasiwasi. Deni la shilingi bilioni 11.4 kwa wachapishaji. Hali ya wasiwasi sasa imetanda kuhusu mchakato huo na pengo katika hotuba ya rais linalozua maswali zaidi kuliko majibu. Kalenda ya shule ya mwaka huu imetamatika, huku taasisi zikipewa fedha pungufu mno. Shutuma za kuwepo kwa shule na wanafunzi hewa zilichochea ukaguzi wa kitaifa ambao hadi sasa haujakamilika. Hata hivyo, swala la mgao wa fedha kwa wanafunzi halikuzungumziwa, jambo linaloibua maswali mengi kuliko majibu kuhusu vipaumbele na uwajibikaji wa fedha katika sekta hii. Wiki moja tu hadi mpito kwa bima mpya ya afya, rais pia hakugusia swala hilo la bima mpya ya afya ya walimu nchini ya SHA, na kuacha gizani kuhusu jinsi mpango huo utaanzishwa. Kukosekana kwa ufafanuzi kunatia shaka iwapo hatimaye mpango huo utatatua mapungufu ya muda mrefu ya upatikanaji wa huduma za afya. Kupandishwa vyeo kwa walimu kumesalia kuwa swala tete, na wengi wakitarajia rais kutoa mwelekeo mahususi. Ingawa kulikuwa na shughuli hiyo mapema mwaka huu, mchakato huo ulitawaliwa na malalamiko ya kutoridhishwa na madai ya ukosefu wa usawa, na kuwaacha walimu wakihisi kukatishwa tamaa, huku wakidai mfumo wa uwazi wenye kuzingatia uadilifu na sifa. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Na usiku wa leo tunalenga ukimya ambao umelishtua taifa. Katika hotuba yake ya taifa ya hali ya taifa, Rais